nimeombwa kutoa zawadi ya fedha kama mtaji kwa vijana 5 wa vyuo walioibuka washindi wa mawazo bora ya biashara ili waanze kuyatekeleza mawazo hayo wakiwa bado wako chuoni. Na leo hii tutasikia shuhuda za vijana pia wenzenu ambao waliziona fursa wakazitumia na wamefanikiwa kuboresha maisha yao pia kupitia fursa hizi ambazo tunazizungumza. Lakini vile vile nimeomba kukabidhi mikopo ya vijana katika mfumo wa vifaa ambao mkopo huu utajumlisha pikipiki 15, bajaji 5 na guta 5 zenye thamani ya shilingi milioni 140 zitakazowanufaisha vijana 40 wanaopatikana katika mkoa wetu wa Mtwara. Ni muendelezo wa ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa katika uwezeshaji wa vijana. Niwaombe vijana mnaonufaika na mikopo hii, mfanye kazi kwa bidii na mfanye kazi kwa weledi, na mjue kwamba mtatakiwa kurejesha mikopo hii ili vijana wengine pia waweze kunufaika. Naomba mtambue kwamba serikali iko pamoja na ninyi na mustakabali wa taifa letu uko mikononi mwenu nyie vijana. Kwa maneno ya Mheshimiwa Rais anasema ameikabidhi nchi kwa vijana wa taifa hili. Naomba niwasihi sana, manake ninyi ndio mtafanya either vingine vingi viletwe au viache kuletwa kutokana na performance yenu katika ile ambacho mtakuwa mmepewa leo. Kwa hiyo ningewaomba sana mjue mmebeba hatima ya vijana wengine wengi na wenyewe wawezeshwe. Nyie mkifanya vizuri, mnatuma ujumbe kwa wizara, mnatuma ujumbe kwa Mheshimiwa Rais kwamba tuongeze fungu lingine la kuleta katika mkoa wa Mtwara. Na mimi ninaamini vijana wa mkoa wa Mtwara hamtaniangusha, mtafanya kwa weledi mkubwa sana. Kumekuwa na malalamiko makubwa sana kuhusiana na aina ya mikopo, hasa masharti yanayotolewa kuhusiana na aina ya mikopo. Tunaboresha masharti ya mikopo yanayotolewa kwa vijana kwa kuzingatia hali zao za maisha, kwa kujua kwamba vijana bado wanajitafuta, hawana uwezo mkubwa, kwa kuna vitu hawawezi kuwa navyo ili waweze kupata sifa za mikopo. Hautahitaji kijana kuwa na dhamana ya aina yoyote kwa maana ya kitu kinachoonekana. Kwa hiyo hata mikopo tunayotoa leo hapa, hauhitaji kuwa na hati ya nyumba, hauhitaji kuwa na gari, hauhitaji kuwa na kiwanja, hauhitaji kuwa na kitu chochote kile. Dhamana yako wewe ni kuwa na kikundi kinachotambulika ambacho mmejiunga, na ukikuwa hivyo maana yake unaweza kupata mkopo wa thamani kubwa sana. Kwa hiyo mtu yote anayesema mikopo hii ina dhamana, hapana. Mheshimiwa Rais aliagiza na tumesimamia, kijana uhitaji kuwa na dhamana ili kupata mkopo unaotolewa na serikali katika awamu hii.